Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kila taifa lina hadithi yake, lakini hadithi ya Tanzania imeandikwa kwa mikono ya viongozi wachapakazi walioweka alama isiyofutika kwenye ujenzi wa nchi. Miongoni mwao ni mawaziri wakuu 12 ambao kila mmoja aliweka sahihi yake katika safari ya kuimarisha amani, uchumi na utawala bora. Tangu uhuru wa mwaka 1961, Tanzania imepitia mikono ya safu ya viongozi waliopitia nyakati tofauti. Nyakati za ujenzi wa taifa jipya, mageuzi ya kisiasa, changamoto za kiuchumi na maendeleo ya kidigitali. Hapa chini tunapitia historia yao kwa ufupi, tukichambua mchango wao na alama walizoziacha. Waziri mkuu wa kwanza wa Tanzania ni Julius Kambarage Nyerere, ambaye alitawala mwaka 1961 mpaka 1962. Akiwa waziri mkuu wa kwanza wa Tanganyika huru, Mwalimu Nyerere aliweka misingi ya uongozi wa haki, umoja na utaifa. Uongozi wake ulilenga kuunganisha nchi changa baada ya ukoloni na kuanzisha mfumo wa utawala wa kitaifa. Hatua yake ya kujiuzulu mwaka 1962 ilitoa fursa kuandaa mfumo wa rais wenye nguvu ili nchi iweze kusimama imara. Waziri mkuu wa pili ni Rashid Mfaume Kawawa, ambaye alitawala mwaka 1962 mpaka 1977. Kawawa, maarufu kama Simba wa Vita, ndiye aliyeshika steering ya taifa katika kipindi cha mpito kuelekea siasa za ujamaa na kujitegemea. Uongozi wake ulijikita katika kusimika nidhamu serikalini, kuimarisha chama na kusimamia utekelezaji wa misingi ya Azimio la Arusha. Watatu ni Edward Moringe Sokoine, alitawala mwaka 1977 mpaka 1980 na 1983 mpaka 1984. Sokoine alitambulika kama kiongozi mkali dhidi ya ufisadi na uzembe. Alisimama kidete katika kusafisha serikali na kuhakikisha misingi ya maadili ya utumishi wa umma inasimamiwa ipasavyo. Kifo chake cha ghafla mwaka 1984 kiliacha pengo kubwa katika uongozi wa taifa. Wanne ni Cleopa David Msuya, ambaye alitawala mwaka 1980 mpaka 1983 na 1994 mpaka 1995. Msuya, mwanauchumi mahiri, aliongoza katika nyakati za mabadiliko ya kiuchumi na changamoto za kimataifa. Mara ya pili aliporejea 1994, alisaidia kuimarisha mfumo wa vyama vingi nchini na kufungua ukurasa mpya wa kisiasa. Watano ni Dr. Salim Ahmed Salim, 1984 mpaka 1985. Kwa kipindi kifupi, Dr. Salim alisukuma mbele ajenda za diplomasia na mageuzi ya kiutawala. Uwezo wake wa kujenga maridhiano ulimfanya kuwa mmoja wa mawaziri wakuu waliotambulika zaidi kimataifa. Wa sita ni Joseph Sinde Warioba, 1988 mpaka 1990. Warioba alisimamia kipindi muhimu cha mageuzi ya kiuchumi na hatua za kwanza kuelekea soko huria. Baadaye alikuwa mwenyekiti wa tume ya katiba, akijenga taswira ya mwanasheria mwenye uthubutu na maono. Wa saba ni John Samuel Malechela, ambaye alitawala mwaka 1990 mpaka 1994. Malechela aliongoza wakati taifa linaingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Alisimamia mabadiliko ya kisiasa yaliyoweka msingi wa demokrasia ya kisasa Tanzania. Wa nane ni Frederick Sumaye, mwaka 1995 mpaka 2005. Sumaye alifanikiwa katika usimamizi wa sera za kilimo, elimu na uchumi. Miaka yake 10 madarakani ilisheheni miradi mikubwa na sera zilizoelekeza taifa katika zama za utandawazi. Wa tisa ni Edward Ngoyai Lowassa, mwaka 2005 mpaka 2008. Lowassa aliingia na kasi mpya ya uongozi. Alijipambanua kwa utekelezaji wa haraka wa miradi na kusukuma maendeleo hadi kujiuzuru kwa sababu za kisiasa mwaka 2008. Wa 10 ni Mizengo Peter Pinda, 2008 mpaka 2015. Akijulikana kama mtendaji wa kazi, Pinda alitambulika kwa utulivu na maamuzi ya busara. Alisimamia mageuzi katika utawala bora, kuongeza uwajibikaji katika serikali za mitaa na kuimarisha amani ya nchi. Wa 11 ni Kassim Majaliwa, 2015 mpaka 2025. Majaliwa aliongoza katika kipindi cha mageuzi makubwa ya kiutendaji serikalini, ujenzi wa miundombinu mikubwa kama SGR,
bwawa la Mwalimu Nyerere na mapambano dhidi ya ufujaji wa mapato. Alijenga taswira ya kiongozi mtulivu, mwenye nidhamu na anayefanya kazi kwa ukaribu na wananchi. Na wa 12 ni Dr. Lameck Mwigulu Nchemba, ambaye amechaguliwa hapo jana tarehe 13 Novemba 2025 na kuthibitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwigulu anayejulikana kwa umahiri wake katika uchumi na usimamizi wa fedha za umma anaanza ukurasa mpya wa uongozi katika zama za kidijitali akiwa waziri mkuu wa 12. Anatarajiwa kuendeleza mageuzi ya kiuchumi, utawala na usimamizi wa rasilimali za taifa. Safari ya mawaziri wakuu hawa 12 ni zaidi ya orodha ya majina, ni simulizi ya taifa lililojengwa hatua kwa hatua. Kila mmoja aliweka msingi wake, kuanzia umoja, maadili ya utumishi wa umma, mageuzi ya kisiasa hadi uchumi wa kisasa. Tanzania ya leo ni matokeo ya juhudi zao za pamoja. Mimi ni Zakia Nanga kutoka hapa Mwanahalisi TV. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.